Kwa majina naitwa Clara Laurian Mwinami, ni afisa ugezi katika maabara ya urefu na kimo. Leo tuko hapa kwa ajili ya kuelezea umuhimu wa ugezi katika sekta ya afya. Kwanza nitaanza kwa utambulisho tu ili wote tuweze kujua nini maana ya ugezi na nini maana ya metrolojia kwa ufupi. Metrolojia ni sayansi ya vipimo, na katika sayansi hii ya vipimo yenyewe ina makundi matatu. Kundi la kwanza ni vipimo ambavyo vya kisheria. Kwa lugha ya kigeni tunasema legal metrology, ambavyo wenyewe tunahakiki vile vifaa vyote vinavyohusika katika upimaji kwenye biashara. Na lengo kuu ni katika kumsaidia mteja kupata vile vipimo sahihi ili kumsaidia yule mlaji ambaye anapata faida kwenye hizo biashara ambazo zinafanyika. Lakini kundi la pili ni vipimo vya kisayansi. Yenyewe inahusika sana sana na kufanya tafiti katika vifaa na vizio vya vipimo. Tunavyoongelea vizio, kwa upande wa uzito tunaongelea zile kilogram, tunavyoongelea upande wa urefu tunaongelea mita. Hivyo ndivyo vizio ambavyo pia vinahusika katika kundi hilo la pili la kisayansi. Na kundi la tatu la vipimo tunaita vipimo vya viwandani, ambapo yenyewe tunafanya uhakiki wa vifaa ambavyo vinafanya vipimo katika shughuli zote za viwandani, vile vifaa ambavyo vinatumika katika viwanda kwa ajili ya kupata usahihi wa vipimo hivyo. Na hapa Tanzania, katika kundi la kwanza la vipimo vya kisheria linasimamiwa na wakala wa vipimo WMA, na katika makundi mawili ambayo yamebaki, kundi la kisayansi na kundi la viwandani, vipimo hivyo vinasimamiwa na Shirika la Viwango Tanzania. Sasa sisi kama Shirika la Viwango Tanzania tunafanya kazi ya ugezi. Katika kuhakikisha usahihi wa hivyo vipimo tunafanya ugezi. Ugezi ni nini? Ugezi ni ulinganifu wa vipimo katika kifaa kile ambacho kina kiwango au usahihi unaojulikana na kifaa pimwa. Kwa lugha ya kigeni tunasema measurement. Lakini katika ugezi, mbali na kutusaidia kupata usahihi wa vipimo, lakini pia ugezi unatusaidia katika kufanya maamuzi. Tumeona tunatumia vifaa katika kupata vipimo mbalimbali. Sasa kupitia ugezi tunaweza kufanya maamuzi ya kujua kifaa unachokitumia, je, unatakiwa uendelee kukitumia au unatakiwa ukibadilishe baada ya kujua usahihi wa vipimo vyako. Lakini pia kupitia ugezi unaweza kupata ithibati. Kwa lugha ya kigeni tunaita accreditation. Kifaa ambacho kinafanyiwa ugezi na ukipata ile cheti cha umahiri utaweza kupata ithibati. Kwa hiyo kumbe ugezi uko katika mapana makubwa sana na una umuhimu mkubwa sana. Lakini kwa leo tunaongelea umuhimu wa ugezi katika sekta ya afya, na nimkaribishe Mr. Mahila aweze kutuelezea umuhimu wa ugezi hasa katika sekta ya afya. Kwa jina mimi ni Joseph James Mahila, ni metrolojia mkuu kutoka maabara ya taifa ya metrology ambayo iko Shirika la Viwango Tanzania. Tunakuja hapa kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusiana na umuhimu wa ugezi au calibration kwenye sekta ya afya. Na tukiongelea kwenye sekta ya afya tunagusa katika viwanda vinavyotengeneza madawa, yani pharmaceutical industry, pamoja na maeneo yote yanayotoa huduma ya afya kama hospitali, vituo vya afya pamoja na zahanati. Ugezi kama mwenzangu alivyotangulia kuelezea umuhimu wake, ni kitu cha muhimu sana katika nyanja mbalimbali. Tukiangalia kwenye maeneo ya hospitali, takwimu mbalimbali hupimwa kutokana na vipimo mbalimbali ambavyo
kimetolewa kwenye hospitali, na hizo takwimu ndio kitu cha muhimu ambacho kinamsaidia daktari kuweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo tukianza na kitu cha muhimu zaidi kwenye hospitali, tunaanza na ugunduzi wa ugonjwa au utambuzi wa ugonjwa. Unapokwenda hospitali lazima wachukue vipimo ili waweze kujua kwamba wewe unasumbuliwa na ugonjwa gani. Kwa hiyo katika vitu vyote hivyo vipimo mbalimbali vinachukuliwa na vipimo hivyo vinatokana na vifaa tiba. Kwa hiyo kama kifaa tiba hakijafanyiwa ugezi, maana yake kwamba hayo matokeo ambayo yatatolewa yanaweza yakawa si sahihi. Maana yake kwamba unaweza kupewa ugonjwa au ukaambia kwamba una ugonjwa huu, kumbe hauna ugonjwa, kwa sababu tu ya kifaa kile ambacho kimetumika hakikuhakikiwa kama kinaweza kutoa majibu ambayo ni sahihi. Jambo la pili ni katika utoaji wa matibabu. Daktari atakuandikia, utakwenda maabara, utapimwa, sampuli ambazo zimepelekwa zitapimwa, halafu matokeo yataletwa kwa daktari. Kwa hiyo daktari atategemea majibu yale ambayo amepata kutoka kwenye maabara. Kwa hiyo ataangalia na atafanya maamuzi. Kwa hiyo katika kutoa maamuzi ili kutoa matibabu, anategemea majibu ambayo yametoka kwenye maabara. Hivyo basi, kama maabara haijafanyiwa uhakiki wa vipimo vyake kama vinasoma kwa usahihi, manake hata daktari atatoa utabibu au dawa bila kuwa na uhakika. Kwa hiyo inaweza ikaleta madhara kwa mgonjwa. Na stage ya tatu ni usalama wa mgonjwa vile vile. Kama dawa ameandikiwa mgonjwa kwamba atapewa labda miligramu kadhaa ya dawa, kwamba unatakiwa unywe vidonge viwili ambao unatakiwa labda uwe na miligramu 1000, kwa maana kwamba ni 500 miligramu vidonge viwili, lakini matokeo yale ambayo aliyapata kutoka kwenye maabara hayako sahihi, maana yake atamwandikia dawa bila kuwa na ugonjwa. Maana unapewa dawa utakwenda kutumia wakati ugonjwa huo hauna. Kwa hiyo italeta madhara kwako. Au ukapimwa ukaambia kwamba huna ugonjwa lakini wewe ni mgonjwa, na kwamba utaendelea kuugua ukisema kama nimeenda hospitali nimepima sina ugonjwa, lakini kumbe tatizo lilianzia kwenye vifaa tiba vilitoa majibu ambayo hakuwa sahihi. Jambo jingine ni katika kufuatilia mwenendo wa mgonjwa. Mfano BP, mgonjwa anakuwa amelazwa pengine hapo, au mapigo ya moyo. Akiwa amelazwa huwa wanaendelea kumonitor mgonjwa, ndio wanapima kila baada ya muda, wanapima wanaangalia. Sasa kile kipimo kama hakiko sahihi, manake wanaweza kaamua uamuzi ambao si sahihi kwa ajili ya mgonjwa huyo. Kwa hiyo hilo nalo ni dhara mojawapo la kuto kufanya ugezi wa vifaa tiba. Lakini kitu kingine ni kuaminika kwa huduma ambazo zinatolewa na hospitali fulani. Maana kwamba mimi nikienda kwenye hospitali nikapimwa, nikapewa dawa, nikaenda nikatumia, nikapona, maana kwamba nitaamini hospitali hiyo inatoa majibu yaliyo sahihi. Wameenda wamesema ninauma kitu fulani na kweli nimepewa dawa, nimetibiwa na nimepona. Kwa hiyo ina maana kwamba kumbe wanafanya ugezi, nitakuwa ninaamini kwamba hiyo hospitali fulani inatoa tiba ambayo ni sahihi. Kwa hiyo ugezi unachangia kwa mambo mengi kwa namna hiyo. Lakini madhara ya kutofanya sasa calibration vile vile ni kwamba unaweza ukapata majibu ambayo si sahihi kwa mgonjwa, na hatimaye mgonjwa huyo, kwa sababu nimeambia sina ugonjwa, nitatoka hapa ninaumwa, halafu kesho tena nitaendelea kwenda sehemu nyingine kutafuta suluhisho la ugonjwa wangu, lakini kumbe hapa kulikuwa na tatizo, hakufanya ugezi. Kwa hiyo nitaendelea kutoa fedha kuharibu uchumi wangu kwa kufuatilia, kwa sababu kumbe hakufanya calibration. Lakini vile vile hata madhara mengine ambayo yanaweza katokea ni kukosa kuamini. Sasa kwamba nitakuwa siamini kwamba hospitali, imeenda hospitali fulani, kama nilienda mara ya kwanza nikapima hakuna, alafu nikaenda sehemu nyingine nikapimwa nikaonekana na ugonjwa, maana yake nitakuwa siamini tena katika hospitali ambayo nilienda mara ya kwanza. Pale nimeambia sina ugonjwa, lakini
mbona huku nimeambiwa ninao halafu nimepewa tiba, nimepona, na kwamba nitakuwa siamini tena hospitali fulani au eneo fulani kwenda kupata huduma. Kwa hiyo ni mambo ambayo ya muhimu, kwamba ugezi ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Lakini kitu cha muhimu zaidi, shirika la viwango linatoa huduma ya ugezi katika maeneo mbalimbali ambao tuna umahiri na tumepata ithibati kutoka shirika la kimataifa SADCAS, na ithibati katika maabara zaidi ya 7 ambao tumepata ithibati, na tunatoa huduma ya ugezi ambao ni sahihi, imeangaliwa kwa jicho la 3. Kwa hiyo ni wasihi wananchi pamoja na watumiaji mbalimbali wa vifaa tiba kuhakikisha kwamba wanaleta vifaa vyao shirika la viwango katika maabara ya taifa ya ugezi ili wafanyiwe vipimo ya vifaa vyao na hatimaye wawe na uhakika wa huduma ambao watakuwa wanaitoa. Nawashukuruni.